صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وعمنا بالغفران ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا اللهم على تمام وآداء بالقلب واللسان برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ambayo tumeisoma, aya ya 235 iliyopo katika surati al-Baqara, wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa ila akhir al-aya. Baada ya kumaliza maudhuu ya radhaa, ya kunyonya, tukaja tukaeleza maudhuu ya idda la mwanamke aliofiliwa na ahkamu zake. Baada ya kumalizika aya hizi, moja kwa moja Mwenyezi Mungu atuhutubia na masala ya posa. Aya hii inazungumzia masala ya posa. Mwenyezi Mungu aliposema la junaha alaikum, hakuna makosa kwenu, fima arradtum, kwa yale mtakao yafumbia mafumbo, posa ya mafumbo, min khitbati nisai, katika kuwaposa wanawake kwa posa ya mafumbo. Aya hii imetaja sampuli moja ya posa ambayo ni posa ya taarif ya mafumbo. Ina maana posa ziko sampuli mbili. Kuna posa ya saraha na kuna posa ya taarif ya mafumbo. Ni ipi posa ya saraha? Posa ya saraha ni kutemka neno ukamwambia mwanamke ambalo halitukiliki maana nyingine isipokuwa maana ya posa, kwamba wewe wamtaka, bwana wewe mimi nitaka kukuoa, yachukulika maana nyingine isipokuwa nini? Ni posa, kwamba mimi nakutaka kukuoa bwana, nataka nikuoe, tuoane. Hiyo ni posa saraha. Na kuna posa ya taarifi ya mafumbo, akamwambia mwanamke, unaniona mimi ni mtu mwingine, tabia zangu ni njema sana, babangu alikuwa hivi na mimi niko hivi na hivi na hivi, mimi ni mtu mtukufu sana, ni mtu najua heshima ya kuishi na mke. Maana yake nini maneno haya? Ni mafumbo ya kwamba kama kwamba wewe nataka uwe nani uwe mke wangu. Kwa hiyo posa aina hizi mbili, kila aina ina hukumu yake. Posa ya swaraha haifai kwa baadhi ya wanawake. Kumwambia mwanamke mimi nataka kuoa wazi, haifai. Na ni wanawake gani ambao posa ya swaraha haifai kwao? Mwanamke wa kwanza ambaye haifai posa ya swaraha ni yule tuliomueleza jana, aliofiliwa na nani? Na mumewe. Mwanamke aliyoko kwenye eda
ambaye hajamaliza eda la kufiliwa na mumewe, hufai kumwambia wazi kuwa mimi na baada ukimaliza eda nitakuoa. Ni haramu kwako, utapata madhambi. Mwanamke wa pili ni mwanamke aloatwa talaka bain, aloatwa talaka bain, hufai kumposa swaraha. Talaka bain ni talaka tatu. Ameachwa talaka ya kwanza, ameachwa talaka ya pili, sasa ashaachwa talaka ya ngapi? Ya tatu. Lakini hajamaliza eda, manake kila talaka ina eda. Hajamaliza eda la kuapa, hufai kwenda ukamwambia wazi kwamba bwana, ukimaliza eda mimi nitakuoa, madamu yuko kwenye eda, mpaka amalize nini? Lile eda la talaka zake tatu. Hawa wanawake wawili hawafai kuposwa posa ya saraha, lakini hawa wawili wafaa posa ya mafumbo. Mwanamke aliyofiliwa na mumewe afaa kuposwa kwa mafumbo, na mwanamke aliyowapa talaka tatu afaa kumposa kwa mafumbo, kwamba bwana, ama wewe aliyokuwapa wewe labda hana akili, wewe ninavyokujua mimi, familia yako, heshima yako, namna ulivyo, uzuri wako, aliyokuwapa wewe labda alikuwa amerukwa huyo. Maana yake ni maana yake wewe uko chonjo, uko tayari, lakini kimafumbo yafaa. Safari moja Abu Jaafar ambao ni Muhammad bin Ali bin Abi Talib, mtoto wa Ali bin Abi Talib, aliingia kwa mwanamke ambaye alikuwa amefiliwa na mumewe. Alipomuona tu yule mwanamke akamwambia maneno haya kwamba bwana, pole kwa msiba, lakini unanijua mimi, nafikiri mimi bwana ni katika akraba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwambia yule mwanamke, kisha unamjua babangu ni Ali bin Abi Talib, kwa hiyo mimi ni katika, alhamdulillah, nimetoka katika nasli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule mwanamke akasema, ya waila, Kongo, una habari wewe ni katika watu ambao unafuatwa katika sharia ya dini. Leo mimi nimefuliwa na mume wangu, sijamaliza eda, unakuja kuniposa? Huyo Abu Jaafar akamwambia, ambaye ni mtoto wa Saidna Ali, akamwambia, sijakuposa. Je, mimi nimekuposa? Akamwambia, umeniambia maneno hayo ya posa. Akamwambia, mimi sijakuposa, mimi nimekusifia tu nasaba yangu, utukufu wangu, basi haijakuwa ni posa, lakini nimekusifia. Lakini maana yake ina maana ya kwamba hiyo ndio posa ya mafumbo. Yafaa kwa mwanamke aliyokuwa kwenye eda la kuapa talaka tatu au talaka au aliofiliwa na nani? Na mumewe. Ama posa ya saraha kwa hao wawili haifai. Na kuna mwanamke ambaye hafai kuposwa kabisa. Mwanamke ambaye hufai kumposa kabisa, nao ni wanawake wawili katika sharia. Mwanamke ambaye ako na mume, ako katika ndoa ya mumewe, hufai kumposa. Au mwanamke ambaye ameapwa na mumewe, lakini talaka yenyewe ni talaka ya ngapi? Ya kwanza, au talaka ya ngapi? Ya pili. Hufai kumposa mwanamke alioapwa talaka ya kwanza, talaka ya pili, ambao hizi talaka ya kwanza na ya pili huitwa talaqu raji'iyya, talaka ya kwamba mume bado anao uwezo wa kumregelea mkewe kabla hajamaliza nini? Eda. Kwa hivyo akiwa kwenye eda la kuapa talaka ya kwanza, talaka ya pili, wewe hufai kumposa mwanamke kama ule, hafai. Posa yako haiswi, ni haramu, kwa sababu yule bado yupo katika hirzi ya mume. Mwenyezi Mungu asema hata katika sharia mwanamke yule huitwa buula, huitwa buula. Buula ni nini? Ni mwanamke ambaye bado yupo katika ikdi ya ule mume alomwaka, talaka ya kwanza ama talaka ya ngapi? Talaka ya pili. Na ndio Mwenyezi Mungu mwanamke huyu kwa huitwa buula
akaisema katika Qur'ani, katika aya asema wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, na waume zao walioacha talaka ya kwanza na talaka ya pili wana haki zaidi, tena si haki, ni ahaqqu, sababu bado yule mwanamke yuko katika ikdi ya ile ndoa, amelazimika na nyumba, hafai kutoka pale nyumbani alipoatwa, hafai, amelazimika na chakula, bado yualishwa na yule nani, yule mume ambaye mwata, madamu hajamaliza nini, hajamaliza aidha. Kwa hiyo mwanamke leo katika talaka ya kwanza na ya pili hufai kumposa kabisa, tena si posa ya sarih wala posa ya nini, ya taarif, ya mafumbo. Mwanamke ameacha talaka ya kwanza au talaka ya pili hufai kwenda kumposa. Tayeb, ni nini alkhitba? Posa, maana ya khitba, ulama wa sharia wanatuambia ni idhharu raghbati ziwaji bimra'atin muayyana, ni wewe kudhihirisha ile raghba ya kumtaka mwanamke muayyana, wa i'lanu dhalika liwalijiha, na kwenda kulitangaza hilo kwa wali wa ule nani, kwa yule mwanamke. Hiyo ndio posa. Sasa je, ikiwa posa ni kudhihirisha raghba ya wewe mume kumtaka mwanamke, je, katika Uislamu inaswihi posa ya mume mwenyewe kumtaka mwanamke mwenyewe? Wewe mwanamume, mwanamke wewe mwenyewe ukenda ukamfuata mwanamke yule, umemuona, umempenda, ukamwambia bwana wewe, mimi bwana nimependezwa na wewe, nataka nikuoe. Je, yafaa namna hii? Ndiyo, yafaa. Baada ya mwanamke kukubali, ipangwe mikakati ya sharia inayofaa kuendelezwa, ndoa ifanyweje, ifungwe, wafaa kumwekea sarah mwanamke kwamba mimi nataka kukuoa. Na hili alilifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lau kama ingekuwa halifai hili, basi mtume mwenyewe hangefanyaje? Hangelifanya. Baada ya Ummu Salama kumaliza eda la kufiliwa na mumewe Abu Salama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea Ummu Salama akamwambia, ya Ummu Salama, mimi nataka kukuoa, nataka uwe mke wangu. Sasa saraha. Sasa Ummu Salama akamwambia mambo matatu. Akamwambia kwanza, ana akbaru minka sinna, yeye Ummu Salama ni mkubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umri. Kisha akamwambia jambo la pili, mimi siwezi kuolewa kwa sababu mimi wa ana dhu iyal, mimi nina familia, huwezi kunioa mimi. Sababu ya tatu akamwambia, wa ana ghayura, na mimi ni mwanamke na ghera na wivu mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa amemtaka akamjibu, akamwambia, ukubwa wa miaka yako mimi naujua kwamba wewe ni mkubwa. Akamwambia, amma iyaluka iyali, ama watoto wako basi watakuwa nani? Watakuwa watoto wangu. Na ndio wewe ukimwoa mwanamke mwenye watoto, Mtume atufundisha hapa, ukimwoa mwanamke mwenye watoto, wale watoto wafanye ni wako, si wabague, kwa kadri unavyoweza kuangalia. Tumekwambia watoto wako ni watoto wangu, amma iyaluka iyali. Kisha amma alghira, ama wivu, kwa una wivu basi nitakuombea kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akusaidishie wewe wivu. Basi Ummu Salama alipoambiwa vile akakubali kuolewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakumtuma Dr. Ashraf wala Ghazali wala Hamid, nenda kaniposee Ummu Salama. Alikwenda mwenyewe na takutaka. Kwa hivyo ina maana hapa mtu kwenda kumposa mwanamke yeye mwenyewe yafaa kwa mwenyewe. Pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam
alimposa Ummuhani bin Abi Talib, ambao ni mtoto wa ammi yake, ni kazini yake, ambaye Ummuhani bin Abi Talib ni ndugu yake Ali bin Abi Talib. Mtume alimposa mara mbili huyo Ummuhani. Alimposa kwa usichana wake, yani kulikuwa na maneno lakini yakawa hayakusimama, alafu akamposa kwa utu uzima wake. Kwa usichana ilikuwa ni maneno baina ya family kwa family, lakini kwa utu uzima Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea mwenyewe akamwomba Ummuhani, ndugu yangu, mimi nataka nikuoe. Ummuhani akamjibu akamwambia, mimi sitaki tena kuolewa, sababu mimi nishakuwa mtu mzima na nina family na nina watoto, nimeamua sitaki tena kufanyaje, kuolewa. Akamjibu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalu shahidi ni kwamba yafaa wewe mume kumfuata mwanamke personal ukamwambia nataka nikuoe, hakuna uharamu, ni sawa kisheria. Hii ni njia ya kwanza, namna ya kupeleka pesa. Baadaye mwanamke kukwambia nimekukubali, sasa mikakati mingine, umuite ustadh Badi na vikoti vyake, muite mashahidi, muajilishe wazazi wajue wakubali, basi mambo yaendelee. Hayo ni process nyingine katika masala ya ndoa. Lakini kule kutanguliza kosa ya sihi wewe mwanamume peki nafsi yako kumwambia mwanamke wazi. Njia nyingine ya kosa, yafaa ardul abdi au al-akhi, ndugu au baba, kwenda kumfuata mwanamume akamwambia bwana, mimi nina binti yangu, twende hakuozeshe. Yafaa katika Uislamu, wala si aibu. Wewe baba au ndugu, una dada zako, baba na binti yake, ukamfuate mwanamume, tena ufunge safari pengine mpaka Tanzania. Bwana, wajua mmekuja sikutaka kukuambia kwa simu, nimetaka kukuambia macho kwa macho. Bwana, mimi na binti yangu fulani, wajua nataka kuozeshe. Bali hii ni sunna walifanya maswahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafaa. Sayyidina Umar bin al-Khattab asema, Ibn Umar mtoto wa Sayyidina Umar asema, inna abi, hakika baba yangu, dhahaba ila Uthman, alimwendea Sayyidina Uthman alipokufa mke wake wa kwanza. Sayyidina Uthman alikuwa na mke wa kwanza kabla ya kumuoa Ruqayya, kabla ya kumuoa nani? Ruqayya, kisha amuoe Ummu Kulthum. Alikuwa na mke wa kwanza, jina lake mmelisahau, akiitwa Khanas ama Khansa, kitu kama hivyo. Alikuwa na mke wake wa kwanza. Alipokufa huyu mke wa kwanza, Sayyidina Umar akamwendea Sayyidina Uthman akamwambia, ya Uthman, mimi naona nikuozeshe binti yangu Hafsa, ninaye binti nitakuozesha. Sayyidina Uthman akamjibu akamwambia, mali hajata linnisa, mimi sina haja tena na nani? Na wanawake. Umar akasikia dhiki akaondoka, kama kuregeshwa lile kosa yake, kwenda kumposa Sayyidina Uthman. Sayyidina Umar akamfuata Sayyidina Abu Bakr ni Siddiq. Baada ya kutoka kwa Uthman akaenda kwa Sayyidina Abu Bakr akamwambia, ya Abu Bakr, halla uzawijuka binti Hafsa, sikuozeshi wewe binti yangu Hafsa. Huyu mbaba atafuta mume wa kumuoa nani? Binti yake. Si aibu kwa Uislamu, ni sawa kabisa. Sayyidina Abu Bakar akanyamaza kimya, hakujibu chochote. Sayyidina Umar akaondoka na dhiki kwamba Uthman amenijibu hivi na Abu Bakar amenyamazia kimya, akaondoka. Dhiki zile na unyonge aliokuwa nao, akamfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumshtakia. Akamwambia, ya Rasulullah, ndugu zangu wawili wamenionyesha huzuni. Nimeenda kwa Sayyidina Uthman kumwambia na binti yangu Hafsa nikuozesha, amenijibu ambaye sina haja ya wanawake. Na nimeenda kwa sababu Abu Bakar nimwambia na binti yangu nikuozesha, Bakar amenyamaza nini? Amenyamaza kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Umar, Umar, awala adulluka ala khatanin khairun min Umar min Uthman
wa Abu Bakar ala ibnatika, sikujulishi mume ambaye ni mume bora zaidi kwa binti yako kuliko Abu Bakar na kuliko nani? Uthman. Kisha akamwambia awala adulluka ala khatanika, sikujulishi ala khatani Uthman, pia sikujulishi tena kwa mke wa Uthman ambaye ni bora kuliko binti yako. Sayyidina Umar akawa surprise hapa, akamwambia kwa nini nijulishe? Akamwambia amma khatanu ibnatuka ana, ama mume wa binti yako nani? Mimi ndo nitakayemuoa Hafsa, na nataka Hafsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaka Hafsa mwenyewe kwa nani? Kwa Sayyidina Umar bin al-Khattab. Akamwambia wa amma khatanu Uthman, ama mke wa Sayyidina Uthman nitakayemuozesha Ruqayya, Sayyidina Uthman nitamuozesha mwanamke bora kuliko binti yako ambao nani? Ni Ruqayya. Sasa ikawa Sayyidina Uthman ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfuata akamuozesha Sayyidina Uthman binti yake Ruqayya, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa nani? Akamuoa Hafsa. Mahalu shahid ni kwamba yafaa baba kumtafutia mwanawe nani? Mume, kwenda kumtafutia kumposea mwanawe mume binti yake. Tayib, je, ikiwa mume afaa na baba afaa au ndugu afaa, hichi kisa kinaendelea cha Sayyidina Umar sijakimaliza. Baada ya Sayyidina Umar kuja kupata jibu kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar kwa furaha kutaka kwenda kumsikiza maoni ya Abu Bakar, akasema nini? Mimi waletea ninyi, mmemkataa, basi Mtume amefanyaje? Amemchukua yeye, akaenda akamfuata Sayyidina Abu Bakar, akamwambia wewe, nilikufuata mkosi binti yangu kanyamaza kimya. Abu Bakar akamwambia ngoja, kwani ulisikia vibaya vile kunyamaza kimya mimi? Akamwambia naam, nilisikia vibaya sana. Akamwambia mimi nilinyamaza kimya kwa sababu Hafsa tulikuwa tumekaa pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikamsikia Mtume akimtaja nani? Akimtaja Hafsa kwa uzuri, nikajua Mtume sallallahu alaihi wasallam yuamtaka nani? Hafsa. Kisha itakuwaje mimi muoe Hafsa na mimi nishamsikia Mtume afanyaje? Yuamtaka. Lakini mimi uliponijia nilinyamaza kimya kwa sababu sikutaka kuitoa siri ya nani? Ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, je, mwanamke yuwafaa yeye kama mwanamke kumfuata mwanamume amwambie bwana, mimi nimekupenda, njoo unioe? Je, yafaa katika Uislamu mambo kama haya? Ghazali namna gani? Mwanamke amejitoa mwenyewe kimasomaso, amekuja bwana, nataka unioe. Je, yafaa kisheria? Yafaa, wala hana makosa. Bal talabat alhalal, ametaka nini? Halal, amekuja kutafuta sitara yake kwa Mola wake, halali yake. Anao maoni ya kutoa zile zilizofichamana katika moyo wake, akwambie yafaa. Na hii ni thubutu kwa hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema Thabit al-Bannan. Huyu Thabit al-Bannan ni sahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema kuntu inda Anas, nilikuwa kwa Anas, wa indahu ibnatahu, na mbele ya Anas kulikuwa na binti yake, msichana wake. Tulipokuwa tuko kwa Anas na binti yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hapo, mara jaat imraatun, akaja nani? Mwanamke. Kuna watu watatu wamekaa, Anas na binti yake na huyu Thabit al-Bannan na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanne. Akaja mwanamke ambaye itakuwa ni mtu wangapi? Watano. Asema jaat imraat, akaja mwanamke ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja ile mwanamke alikuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taaridu alayhi ziwajuha, yule mwanamke anamuaridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka Mtume afanyeje? Amuoe.
Moja kwa moja mwanamke alikuja akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ala kabi haja, wanionaje ya Rasulullah, wanitaka? Mwanamke amekuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambia ya Rasulullah, wanionaje? Ala kabi haja, wanitaka? Mimi niko tayari kuolewa na wewe ya Rasulullah. Yule binti wa Anas kuyasikia maneno kama haya, maneno yakamtoka swaraha mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akasema, ma aqalla hayauha, mwanamke huyu mbona hana haya? Yani kama kuona ajabu. Wanaume wamekaa, umekuja moja kwa moja mpaka kwa mtume, anamwambia Rasulullah, nioe, wanionaje? Mimi niko tayari kuolewa. Ule binti akatoka na maneno haya kama ma aqalla hayauha, ni mchache ulioni wa haya yake, hana haya huyu. Wa sauata. Mwanamke azungumza maneno haya, binti wa Anas, aibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia binti wa Anas, kisha akamwambia, qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hakuna aibu, hiya khairun minki. Ujue huyu mwanamke aliyokuja kuniambia mimi atakanioe, huyu ni bora kuliko wewe. Mtume akamwambia, hichi kitendo ulichokifanya, huyu mwanamke ni bora kuliko wewe. Raghibat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haja yake ataka kuolewa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakulikataza hili, na lau kama ingekuwa hili halifai, Mtume angemwambia mwanamke, usilifanye hili halifai. Mwanamke kuenda kumwambia mwanamume kwamba njoo ufanyeje, unioe. Kwa hivyo la mwanamke mwenyewe asijifunge, akimwona yeye amependwa, anampenda Ustadh Badi, amfuate tu ayana, atapata jibu pengine zuri, asifanye waswasi, yasihi katika Uislamu na hana madhambi, bali atakuwa yuko sawa. Katika aya hii ambayo tumeisoma leo kuna masala muhimu sana, maana tuko katika masala ya posa. Je, yafaa mwanamume kumwangalia aliyemposa, an-nadharu ila al-makhtuba, kumwangalia mwanamke aliyemposa yafaa? Na kuna sharia zake nyingi sana hapa, ambao sasa hivi twazivunda kitwayu maguti. Kitwayu ati ni amemposa, ni mchumba wake, mwaka mzima watembea, wenda Nairobi, wenda Tanzania, wakirudi. Hakuna sharia hii katika Uislamu. Sharia iliyojawizishwa kwenye posa ni an-nadhar, kumuona, tena sio kila siku amwangalie, ni ile mara moja tu kisheria. An-nadhar ila al-makhtuba, kumwangalia yule uliyemposa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Jabir bin Abdullah na hadithi ya Mughira bin Shu'ba, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha khataba ahadukumul mar'a, pindi mmoja wenu atakakumposa mwanamke, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Tumesema akiweza kumwangalia, akiweza, ina maana kuna wanaume wengine hawawezi kumwangalia mwanamke, sio? Ndio, wako watu hawawezi kumwangalia mwanamke madamu hajafanyaje, jamaa ile imani na ile kufuata ile ya kulli almu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Yeye ataka kuambiwa tu binti wa fulani utakuozesha. Wako watu kama hao, na Mtume akaweka ta'lili, fa in istata'a, akiweza kumwangalia. Lakini kuna watu licha kuweza kumwangalia mwanamke mwenyewe, hata kutoka microscope wamwangalie mpaka mifupa yake ndani ya koji, sio? Naitwaje? Sije nikakosea lugha za kidaktari tuko naye hapa, mwalimu wangu huyo. Tayeb, an-nadharu ila al-makhtuba yafaa. Mtume asema, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Ule mume anataka kumwoa mwanamke, akiweza kumwangalia basi afanye.
Mtume sallallahu alayhi wasallam fa inna dhalika, hata kulifanya hilo kumuona yule mwanamke, ara an yukdima bainakuma, ni upeo mkubwa sana kufanya ile ndoa iweze kufanyaje, kuendelea na kudumu. Ni ahra kufanya ile ndoa iweze kuendelea. Usije ukaozesha mwanamke humjui, kisha ukienda ukasema mimi sikutaka kifupi dingi. Sasa alikataza kwenda kumwangalia nani? Ala, mimi sikutaka mwanamke refu kama hili. Nenda kamuone mapema. Yasihi kumuona mwanamke. Sasa katika kumuona mwanamke, waonekana vipi mwanamke kama huyu? Sharia ya kumuona, ulama watueleza utamuona vipi? Utamuona kwa hali gani? Sehemu zipi ndio wafaa kufanyaje uziangalia? Hapa ndo kuna ikhtilafu kwa ulama. Ni sehemu gani unafaa kuiangalia kwa mwanamke? Ulama wanasema katika riwaya, katika kauli ya al-Imam Ahmad, Imam Ahmad yasema yajuzu an-nadharu ila al-makhtuba al-wajha fakat, yafaa kumwangalia nini? Uso peke yake, sio shingo wala kufungulia nyele. Kwa madhhabi ya Imam Ahmad ni uso peke yake. Hii ni kauli katika madhhabi ya Imam Ahmad. Katika madhhab ya Daud al-Zahiri na madhhabi ya Ibn Hazm wanasema kwamba yafaa kumwangalia mwanamke maada sawatain, wafaa kumwangalia kila mahali, maada sawatain, isipokuwa tupu ya mbele na ya nyuma, basi ndio fai kumwangalia. Lakini mwanamke kila kitakachokupendeza, kama unapenda kifua, akuvulia kuonyesha kifua. Kwa madhhabi haya ya Daud al-Zahiri na madhhabi ya Ibn Hazm, unasema yafaa kumwangalia kila mahali, akae avae, labda kama ni ile kitwaje kile wanawake siku hizi kuna night dress. Zamani alikuwa wanawake vaa leso tu, si ndio? Avae night dress, atokezee umwangalie, haye. Kwa madhhabi ya Daudi al-Zahiri na Ibn Hazm, yafaa kumwangalia kila mahali maada as-sawatain, isipokuwa uchi wa mbele na wa nyuma ndio fai kumwangalia. Ni madhhabi katika ulama na wana dalili, usione kwamba wamesema tu hivi, wana dalili, na dalili yao ni hii hadithi tuliyoisoma ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema fa in istataa, Mtume anasema fa in istataa, akiweza mtu ayambura, kuangalia ila ma yad'u ila nikahi, kile kitakachomvutia, faliyafal, afanye. Asema basi fa in istataa ni mtu anavyoweza, isipokuwa tu kuangalia tupu ya mbele na ya nyuma ndio itakuwa haifai, lakini sehemu nyingine yoyote ya mwili. Kwa hadithi hii katika udhahiri wao, kwa sababu Daudi al-Zahiri ni katika ulama wategemewa na ni ulama, na kwale wengine kauli zake za shindana na kina al-Imam Shafi'i na kina Imam Malik na kina Imam Ahmad, mwanachuoni mkubwa, ana madhhabi yake khas yanaitwa Daud al-Zahiri, kama vile madhhabi ya Imam Shafi'i, madhhabi ya Ahmad na madhhabi ya Imam Daud al-Zahiri. Anasema kwamba madamu Mtume asema akiweza kumwangalia vile anavyoweza kumwangalia, basi yafaa kumwangalia sehemu yote. Madhhabu al-jamhur, madhhab ya jamhur ulama, ni sehemu gani unaofaa kumwangalia mwanamke wakati ikiwa umetaka umemposa? Jamhur ulama, madhhab Imam Malik, madhhab Imam Shafi'i na riwaya katika madhhab Imam Ahmad, anasema haifai kumwangalia sehemu nyingine yoyote illa alwajha walkaffain, isipokuwa uso na viganja viwili vya mikono, dhahirahuma wa batinahuma, kwa ndani na kwa nje. Yani mwanamke wataka kwenda kumwangalia kwa sababu ya kumposa, akija wewe umuone, wazazi wake ama watu wake wamekwambia haya fulani njoo, huyo ataka kuoa, umuone, akuone, akija avae hijabu yake kamili, atoe uso wazi na viganja viwili vya mikono. Ulama wanasema kwa nini viganja viwili vya mikono? Kwa sababu ukiona vidole vyake utajua upana wake na wembamba wake. Ukiona nyama zake za mikono utajua urefu wake na ufupi wake. Sasa paka wewe mwenyewe ni mjuzi,
Kama huyajui haya, kama Ustadh Badi shauri zako, mpaka una elimu, unajua mwanamke atakayekwenda kumuoa mwanamke wa namna gani. Ukimwona uso wake, basi utajua maumbile yake na namna yake, kwa sababu jamalul mar'a ala wajhi, uzuri wa mwanamke unadhihiri mwanzo katika nini? Katika uso wake. Utamuona mato manene hayo, basi utajua huyu ndiye nitakaye mwenye mato. Utaona pua yakaa namna gani, basi utajua hii pua ndio ninaitafuta. Midomo, kwa sababu jamalul mar'a kwanza imekusanya wote katika uso wake, kisha huko kwingine ni mengine yanayofuatia, lakini jamali iko kwenye uso kwanza. Macho yake atakwambia, ukimwangalia kama wewe wajua kusoma, kwambia huyu onekana ni mkali mno, ngala macho alivyo, basi utajua tu kwamba kuna body language, si ndio? Wale wenye kusoma wanaita body language. Ukimwangalia tu utajua basi huyu asema nini na mwili wake uko unakaa namna gani. Inshallah taala tukomee hapa, na madhhabu rajih katika haya matatu tuliyoeleza ni madhhabu ya jamhuri ya ulama, kwamba mwanamke wafaa kumwangalia uso na viganja viwili vya mikono peke yake. Hayo mengine ni madhhabu ambao ni marjuh, hayana nguvu katika sharia kulingana na dalili zile ambazo kwamba zimepokewa katika sharia. Inshallah taala tukomee hapa, kesho tumalizie masala haya ya khutba, tuangalie katika maudhui nyingine inshallah. Kama kuna suala katika haya, wale tafadhali inshallah. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya mambo uliyozungumza sasa hivi yana furaha na mengine yana furaha. Hapa mambo yatendeka, hayo mambo uliyozungumza, inawezekana waambie ufunguliwe mambo yote. Sijakusikia. Ongeza sauti. Sasa hivi unazungumza nini? Habari ya posa. Useme utafunguliwa, hakuna ruksa mbele na nyuma, lakini yote yafunguliwa. Hapa yatendeka. Nasema haya masala tuliyoyaeleza sasa hivi ya posa kwa madhahibi ya ulama, na kwamba yafaa kumwangalia mwanamke sehemu zote isipokuwa mbele na nyuma. Je, kwa wakati tulionao hadhir katika miji yetu sahihi yatendeka? Ndio yaliyoko, ndio yaliyoko, ndio naendelea. Kwa sababu wewe kisha kumposa mwanamke huatiwa na nyumba, ile nyumba ukatokewa kwamba nani ankuja, ni fulani, huyu ni mchumba wetu. Basi baba hutoka akashika shughuli zake kwenda za kazini, na mama hutoka ndo zake sokoni. Sasa wewe umeketi ati umemposa yule mwanamke, mwaka mzima kazi ni hiyo, na kupikiwa na kupakuliwa na kupewa mazawadi na kunini na kutembea. Wewe ndo wapi sasa hizi? Nani amenipigia simu anaambia niende kwao. Nani niende kwao? Fulani. Watoka kwa sawa, mafulani mwenye simu amemposa huyo. Hajafanyaje? Fulani amenipigia simu anaambia niende kwao Chuda, ndo Chuda leo ndo kushinda kwao Chuda. Aende kwao. Mambo gani haya? Sasa haya mambo ya kuangaliana kwanza kabla ya kuoana, sisi huku jamii zetu sasa hivi wacha kuangalia maada sawatain, wao wanapitisha hata sawatain pia wanazika kabla ya halal. Wallahu a'lam. Naam. Umsema mfano mwanamke kama yuko kwenye eda hafai kuposwa. Je, kama mwanamke mwenyewe ndo amekuposha atakaposwa? Naam. Kama mwanamke mwenyewe amekufuata wewe, nataka uje unioe nikishamaliza eda, mwanamume haifai kwenda wala kumposa.
wala kumpatia approach yoyote, lakini mwanamke je mwenyewe kama amekwa approach, hilo la kwanza. La pili, mfano mwanamke ameposwa, yuko kwenye eda ama ashamaliza eda, akaja mwanamume wa kwanza akaja kamposa, alafu mwanamume mwingine akaenda kamposa, ikiwa pengine siku hizi kama unavyojua mtu kama kumposa kujaribu kumvutia yule mwanamke kwake, pengine kumpata aina za zawadi ama kumfanyia favors. Sasa na mwingine akaja akafanya vile vile, hapo hukumu yake inakuwa vipi? Ameuliza masuala mawili. Swala la kwanza, tumesema kisheria mwanamke hafai kuposwa akiwa kwenye eda, sawa sawa ikiwa ni eda la kuatwa ama eda la kufiliwa. Eda la kuatwa kuna mara mbili, kuna eda la kuatwa talaka ya kwanza na talaka ya pili. Huyu hafai kuposwa kabisa, posa zote mbili, swaraha wala mafumbo. Na yule ambaye ameatwa talaka ya tatu hafai kuposwa posa ya swaraha, lakini posa ya mafumbo yafanyaje? Yafaa. Sasa mwanamke yuko kwenye eda, awe eda lolote atakalokuwa, sawa, kama ni talaka ya kwanza, talaka ya pili, eda lolote atakalokuwa, yeye akajitoa kimasomaso, akakupigia simu, akakutumia message, akakwambia, akamkutumia mtu, bwana njoo nioe, na wakati yeye wewe kumposa yeye ni haramu, yeye ni haramu zaidi, kwa sababu wewe kutomposa yeye ni kumheshimu yeye heshima ya ule nani, ya ule mume, wakati yeye akiwa aivunda yeye ile heshima, madhambi yake makubwa zaidi. Ni haramu zaidi yeye kumwambia mwanamume kwamba mimi niko kwenye eda, nikimaliza eda njoo unioe, ni haramu. Kwa hivyo yeye ni madhambi zaidi. La pili ni kwamba mwanamke yuko kwenye eda, wanaume washindana katika posa za mafumbo. Dr. Ashraf kumwambia usio na wasiwasi, ukisikia homa niambie tu, mimi nitakutibu free. Ghazali ambaye usio na wasiwasi, mimi nitakufanyia kadha, ampelekea mazawadi, daktari naye ampelekea mazawadi. Hao washindana, na Ustadh Badi naye yuko katikati hapo, ampa nasaha, kila mmoja afanya lake. Sasa swala lako ilikuwa ni peleka posa mbili kwa pamoja. Tayeb, haya ni masala ambao tutakuja kuyaelezea kesho. Al-khitbati ala al-khitbati, posa juu ya posa. Hii mada kidogo nataka tuiendeleze ili tuone yaliyotokezea posa juu ya posa mpaka watu kuuana wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakuja kuyasoma na tutakuja kuyaeleza masala haya kesho. Kwa ujumla ni kwamba haifai, lakini hii si posa, hii ni taarifu. Yaweza kuwa wewe ni posa, lakini hii kufanya ni posa, nafanya namsaidia, namsikitikia, lakini wewe kwa sababu wewe lengo lako ni posa, waona ustadhi vipi, mbona simuelewi? Wallahu aalam. Tutakuja kuyafafanua zaidi kesho inshallah kwa ufasaha. Naam, asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salam. Mimi niko na maswali mawili kwenye mada moja ambayo aligusia mwanzo. Ulisema kwa baba anaruhusiwa kumtafutia binti yake mume. Ndio. Sawa, amemtafutia binti yake mume na huyo mume ameridhia kwa atamoa. Je, iwapo binti yake hajaridhia na huyo mume? Na ukiangalia haya ni mambo yanatokea kwa baba zetu siku hizi. Kwanza wanaangalia ukionekana wewe una kitu, tasema nitafutie binti yangu le, hana chochote, hana lolote, siwezi kumwoa. Binti yake imekacha huyo ambaye ako na uwezo, ako na pesa, hamtaki. Alafu swali la pili sasa, ikiwa binti ana mvulana anampenda na hana chochote, ni maskini, alafu amemwambia mwanamume uje amtake kwao, na bwana baba, ngoja kwanza tumalize la kwanza. Tumalize la kwanza. Swala la kwanza ni kwamba binti ana mwanamume anayemtaka yeye na baba naye ana mwanamume anayemtaka yeye. Binti amemkataa yule mwanamume anayemtaka nani? Anayemtaka babake. Masala haya yametokezea sana na yamenyanyasa wingi sana. Wewe baba unao haki kumtafutia binti yako mke, lakini ile haki yako imefungamanishwa na ridhaa ya nani? Unaoelewa? Si wewe, anaolewa nani? Yeye. Hili tulizingatie sana.
huwezi kumtendesha binti yako nguvu kwamba ni lazima uolewe na huyu, na wakati binti yeye hataki kuolewa na nani. Mfahamu? Wewe toa maoni yako juu ya binti yako. Binti yangu, sikiliza, mimi nakupendelea huyu mume kwa sababu ana sifa kadha na kadha na kadha na kadha na kadha. Mfahamu? Na wewe wampenda yule ana sifa kadha na kadha na kadha na kadha na kadha. Binti yangu, mimi radhi zangu na ninavyotaka mimi, nataka uolewe na huyu, lakini usimkazanie kwa kuwa ni lazima aolewe na yule, kwa sababu anaolewa yeye na lengo la ndoa ni kudumu ndoa. Ishatokezea haya mpaka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akamlaumu baba aliyofanya kitendo kama hichi, kumlazimisha binti yake lazima afanyeje? Aolewe. Kwa hiyo wewe unao haki ya kumtafutia binti yako mume, lakini pia ile kumtafutia pia, baada ya wewe kumtafutia, yazingatiwa kuridhika kwa nani? Kwa binti. Na yeye binti pia ana haki kukwambia baba, mimi napenda kuolewa na nani? Na fulani. Wewe baba unao haki ya kukataa kudhihirisha maoni yako, mimi simtaki, lakini mwenyewe kama umetaka ujue mimi simtaki. Umefahamu? Lakini siwezi kukufanyaje? Kukulazimisha kwamba usiolewe na nani, kwa sababu hata ikilazimisha asiolewe, unaona sharia ilivyo rahisi. Baba akikataa, yule akitoka akaenda kwa kadhi anafanyaje? Atamwozesha. Tufahamiana? Sasa wewe una haki gani ya kukataa? Kwa ufupi ni kwamba ni wewe muelimishe binti yako, bwana, hapa sipo, binti yangu utajuta, utatokezewa na ABC, muonyeshe kabla haja. Hiyo ndo haki yako, na ndio dauri ya mzazi katika kumuozesha binti yako. Wallahu a'lam. Swala la pili hapo ulisema, unajua kwa kuna mabinti wanaogopa baba zao, pengine nyumbani ni mkali baba, huwezi kumwambia chochote baba, yuamuogopa na bado yuampenda mvulana, na amesema pengine mvulana ako na sifa zote, maskini yuaswali kila kitu, mashallah, tabia yake mzuri, lakini ukiangalia, narudi tena hapo shekhi wangu, akiangalia baba hana uwezo huo, maskini hohe isiyocha ya baba Juni, siwezi kwenda kumpa binti yangu, mimi nami nilisomesha huo. Je, kama mwanamke ameridhika na huo ambaye maskini, na baba akasema sitoridhika, na kuna msemo usema mababa zetu tumia sana, huna radhi zangu, jambo ambalo pengine ni haki kwa binti yake, ukimtajia radhi tu, hata kama mtu alikuwa hataki binti ataogopa. Shukrani. Inshallah. Asema ikiwa baba ni mkali na pengine ametoa radhi, huna radhi zangu. Kwanza kabisa, jambo la mapenzi ni jambo tofauti kabisa unavyofikiria, mtu yote anavyolifikiria. Ni kama mtu ambaye ana haja kwenye tumbo, hawezi kuiziwia ile haja, ataiziwia kwa muda, lakini mwisho itafanyaje? Itamshinda. Kwa mapenzi ni ya kweli, yapo kwa ule binti, kwa yule hakuna namna. Binti atafute namna ya kumridhisha babaki, kwa sababu yeye ni binti, yule mbaba hafai kuteta na nani? Na babaki. Atafute watu wa karibu, wajomba, maami, wale watu ambao baba yake huwasikiza. Mafahamu? Kuna mashehe na maimamu, awatafute, nendeni mkazungumze na babangu, atumie makhalati mkazungumze na yeye, ili tu kumridhisha nani? Kumridhisha baba. Atafute mbinu zote, na ikiwa mwisho imeshindikana mpaka yeye ni aolewe, lakini asimpige vita nani? Hakuna kumpiga vita baba, na akimpiga vita, wacha baba yeye akupige vita, lakini wewe binti hufai kumpiga vita nani? Babako, wala kusema mimi basi, wala mimi sitazungumza tena, hapa, bali wewe uendelee wasahibuhuma fi dunya maarufa. Hao ni wazazi ambao sio Waislamu, na ikiwa umetokezea ugomvi kama hiyo, pia huo unatangamana na yeye kwa uzuri na muonyesha ule uzuri, hata kama utaona babako atakufanyia uovu, atakufanyia ubaya. Unafahamu? Kwa sababu ndoa ni mapenzi, na ikiwa imethubutu kwa
mawalii wale maulatul amri wenye mawakadhi na manini kwamba huyu binti ana haki kuolewa na huyu na hakuna matatizo, basi wale watakuozesha, lakini wewe usipigane vita na nani? Na wazazi wako. Hata mzazi wako kama atakuwa na vita na wewe muunge vile vile, mwisho ataenda atakuwa sawa. Lakini pia kabla ya hapo, tumia juhudi yako yote, kama wewe mwanamume ambaye unataka kuolewa na ule binti na umejua kwao kuna shida, tumia mbinu kumfanya ule binti, kumshawishi zaidi kila wakati. Kumshawishi nani? Babake. Tumia mbinu wewe kuwatumia watu wengine wa kando, mafahamu, kuwazungumza na mashekhe, kuzungumza na viongozi, waende wazungumze na ule. Ukiona imeshindikana kila mbinu, mpaka yeye baba atajiona kwamba mimi kweli hawa wamenitumilia maarifa mimi niweze kulikubali hili jambo, basi makadhi na wengineo wenye kusimamia mambo ya ndoa atawaozesha, lakini hufai kumpiga vita yule baba. Wewe mume ambao umeoa, na yule binti pia ni zaidi, hafai kumpiga vita nani? Babake. Hii yote inamaanisha kwamba baba ana haki yake katika ndoa juu ya binti, na binti pia ana haki katika ndoa, lakini haki ya baba imefungamanishwa na ridhaa ya nani? Tumefahamiana, iko katika kufungamanishwa na ridhaa ya ule binti. Wallahu a'lam. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Amin. Santum wa jazakumullahu khairan.